kujiuzuru. Sawa? Ni CEO wa bodi ya ligi. Mtu wa pili ni katibu mkuu wa TFF. Kitu cha tatu ambacho wanataka ndio kuvunjwa kwa hiyo kamati. Kitu cha nne, bodi ya ligi inatakiwa iwe chombo huru. Sio kama unaelewa. Kwa hiyo kuna watu hapo tayari wameshatajwa kwamba wanapaswa kujiuzuru. Akiwemo Kasongo yeye mwenyewe pamoja na Alfred Kidao. Mguto hajamsema. Wewe unasikiliza wapi? Mwenyekiti wa bodi ya ligi. Mwenyekiti wa bodi ya ligi si ndio Mguto? Lakini pia unatakiwa ujue kwamba alafu kuna hiyo kamati sasa ambayo iko yote haya yametokea yanakuaje matano hapo sasa tena kwenye uendeshaji wa bodi ya ligi unavyoendeshwa. Ndio kitu ambacho Yanga wana question uhalali wa bodi ya ligi kuanzia kwenye ule mchezo namba 184 ile siku ya tarehe 8. Unaona mapema ile mwenyekiti wa bodi ya ligi aliulizwa na baadhi ya vyombo akakonfirm kwamba mchezo upo. Baadaye taarifa ya kamati kwa ujumla inatoa kuahirisha mchezo masaa machache baada ya kuwa mwenyekiti wa bodi ya ligi ameshasema majibu tofauti. Kwa hiyo unawaelewa Yanga wanaposema hawana imani na bodi ya ligi nzima kama taasisi na wakiwataka wa step down kwamba swali ni rahisi tu, walikosea hawakukosea, walikosea nini, hawakufuata kanuni. Na kabla kuna nili baada ya hii press ambayo imefanyika kwa CEO wa bodi ya ligi Almas Kasongo kuzungumza, Yanga wakawa wamepata sasa kile ambacho kimejiri. Sawa Umesikia Sasa wanaona kuna kitu kingine ambacho pia Almas Kasongo hajakisema public na kule kwenye kikao kisema sasa Yanga pia wanahoji. Unasikia? Kulikuwa kuna ripoti. Sikiliza. Hapa kwenye ripoti, ndugu zangu waandishi wa habari, ni kweli bodi ya ligi wamekiri ripoti ipo na wanayo ya kilichotokea machinani. Na afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Almas Kasongo akakiambia kikao ripoti ile yako mambo ambayo yanawafanya washindwe kuisema public, ikiwemo kwa mujibu wake, ikiwemo katika ripoti hiyo inaonyesha yupo kiongozi mkubwa wa serikali ambaye ndani ya kikao walimtaja, alipiga simu geti la Benjamin Mkapa lisifunguliwe siku ya Machi 7. Nashangaa kwenye taarifa yake aliyozungumza na waandishi hajalisema hilo, lakini ndani ya kikao amekiri ripoti iko wazi. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwaambia ndugu zangu waandishi wa habari, kuwajuza umma na Watanzania kwa ujumla, ripoti ya kilichosababisha Machi 8 mechi isipigwe ipo tayari na bodi ya ligi wako nayo. Sasa mnapata picha. Twende mbele. Almas Kasongo katika mazungumzo yake hajagusia hili. Lakini hali anakuja kutuambia kwamba hiki hakijasemwa katika yale yaliyojiri kwenye kikao. Almas Kasongo ameruka hichi kipengele cha kiongozi mkuu kupiga simu tarehe 7 usiku, siku moja kabla ya mechi. Ndio siku ya mechi. Vipi bwana Manumbu bwana Hapa kwenye ripoti, ndugu zangu waandishi wa habari, ni kweli bodi ya ligi wamekiri ripoti ipo na wanayo ya kilichotokea machinani. Na afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Almas Kasongo akakiambia kikao ile yako mambo ambayo yanawafanya washindwe kuisema public, ikiwemo katika ripoti hiyo inaonyesha yupo kiongozi mkubwa wa serikali ambaye ndani ya kikao walimtaja, alipiga simu geti la Benjamin Mkapa lisifunguliwe siku ya Machi 7. Nashangaa kwenye taarifa yake aliyozungumza na waandishi hajalisema hilo, lakini ndani ya kikao amekiri ripoti iko wazi. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwaambia ndugu zangu waandishi wa habari, kuwajuza umma na Watanzania kwa ujumla, ripoti ya kilichosababisha Machi 8 mechi isipigwe ipo tayari na bodi ya ligi wako nayo. Bwana mambo yameanza Machi 7, sio Machi 8. Fungeni geti tukacheze. Tukafanye mazoezi kesho game. Wewe geti lisifunguliwe. Mwishoni nimemsikia kama Ali anasema ripoti iko tayari. Ripoti wanayo. Siku kulikuwa kuna ripoti ya kilichojiri. Sawa Siku Simba wanazuiliwa kufanya mazoezi. Ripoti yake ipo na katika ripoti hiyo mle ndani ripoti inaeleza sababu ambayo ilifanya geti lisifunguliwe. Watu wafanye mazoezi. Kuna kiongozi mkuu alipiga simu. Sasa kwa nini bodi ambaye alimtaja pia kwenye kikao? Sasa mjui. Mimi simjui. Ninamfahamu ila siwezi kumtaja. Mimi simjui. Mimi mwenyewe kama unamfahamu huwezi kumtaja sio mjui.
Hivyo. Yani Hebu kwamba tusaidie hauna bwana uhakika na George. yeye yani. Hapana. Ndio maana huwezi kumtaja, hauna Labda uhakika naye. you never know ni kwa nini. Bwana George labda tusaidie. Hilo unajua Mkule, mara nyingi tumekuwa tunalaumu hapa kwamba ili sakata, sababu kubwa ni kwamba ripoti haikuwekwa wazi kwa nini ule mchezo uliahirishwa. Wakati ripoti ipo, kwa nini bodi ya ligi hawakuitoa hiyo ripoti ili mchezo huu ungepangiwa ratiba wakiwa wamesharidhiana? Lakini inawezekana ndo moja ya sababu. Ndio na kusema kingine Yanga. ambacho mimi leo bwana. Yaani hiyo ndio sababu Mimi leo kubwa, baada ya mara nyingi kusikiliza tumekaa Almas hapa. Kasongo unajua kuna vitu ambavyo nimejiuliza. Hichi kikao cha leo ni after 3 Wrong timing. yani baada ya miezi mitatu, kikao ambacho kilikuwa kinaweza kukalika Miezi miwili siku iliyopita. mbili Kwani siku mbili baada ya mechi kutofanyika au hata siku moja, kwa sababu ilikuwa ni issue ambayo iko serious sana, kwani si na majibu yake yangeweza kutoka haraka iwezekanavyo. Yeye mwenyewe Almas Kasongo katika ile ripoti alisema majibu yatatoka haraka iwezekanavyo juu ya nini ambacho kilijiri kwao sasa haraka Sasa- iwezekanavyo, si ndio hii? Kwa hiyo wewe unapiga Yes. mahesabu ya muda wako. Kila Unajua mtu masuala ya ana- uchunguzi na upelelezi yanachukua muda gani? Inasikitisha Wao sana. wanajua. Anyway, my point ni kwamba Mm. hayo yanayozungumzwa hapo yote Mm. unaanza kuona mbona kama Yanga wana make sense kwenye madai yao. Mm. Kama ripoti ipo na watu wameikalia ripoti, ina maana gani? Na ripoti ina Kama public ripoti interest. ipo na watu wameikalia ripoti, ina maana gani? Kwa sababu ripoti ya hilo jambo ina public interest. Maslahi Watu wengi walikuwa wanafuatilia mchezo, wengine wamepoteza mpaka pesa zao, kwa walitamani kujua nini kimesababisha kile ambacho kimetokea. Ndio. Sasa kama ripoti ipo na watu wameikalia, hiyo ni another case. Hiyo inaanza kuwapa uhalali ya wa kwanza kusema hatuna imani na wahusika. Yes. Kwa sababu kama ripoti ingekuwa imetolewa, unajua ripoti ikishatolewa, sasa hapo ni mapendekezo yako wewe kukubaliana na ripoti au kutokubaliana na ripoti. Lakini the fact kama ripoti ipo na wewe umeamua kutokuitoa, aidha unasubiri muda sahihi, aidha kwa namna nyingine yoyote ile. Na mimi nadhani sina hakika sana kama hichi kikao kilisha sawa sawa. Okay. Kwa sababu kama kingekuwa kilisha sawa sawa, unachokiona baada ya hapo ni kama vile watu wanajaribu kutoleana yaliyokuwa ndani ya kikao. Sijui kama unaelewa. Ndio. Kwa sababu kama kingekuwa kimeisha sawa sawa, kwa mtazamo wangu, kama kingekuwa kimeisha sawa sawa, tusingekuwa na kauli mbili zinazopishana. Tusingekuwa na mitazamo inayopishana. Ukiangalia namna ambavyo Yanga anazungumza, ni kama vile wanaona okay, bodi ya ligi kuna vitu imezungumza. Alafu mbona kama imezungumza vitu ambavyo si vyote tulivyokuwa tumevizungumza pale. Okay. Wamechagua vya kuzungumza. Umeelewa? Sasa kama wamechagua vya kuzungumza na sisi tunachagua vinavyosuti ajenda yetu. Okay. Sio kama unanielewa. Kwa sababu Yanga hawajakanusha walioyaongea bodi ya ligi. Ila wao nao wametoa version yao ya kikao. Kama ambavyo bodi ya ligi wametoa version yao. Version ya bodi ya ligi haifanani na version ya Yanga. Yaani kila mtu ametoa part yake inayomsuti ajenda yake. Huku ajenda ni kwamba kikao kimefanyika, matakwa tumeyapokea, inapelekwa kwenye kamati kuchakatwa na mchezo, ratiba inaendelea kama vile. Huku ni kwamba hatuchezi na matakwa yako hivi na tunataka ripoti ya kilichosababisha kule. Na zaidi limeenda kuzaliwa lingine la kwamba madai. Sasa hapo ndio anakuambia tufunge ukurasa huo tuende kwenye ukurasa mwingine. Sasa kwenye hili la kuhusiana kwanza na ligi, sawa Young Africans wametia msisitizo. Bodi ya ligi si wanasema kwamba ratiba iko pale pale na mechi iko pale na mechi iko pale pale. Sasa Young Africans wametia msisitizo. Kauli hii ni dhahiri shahiri kwamba haya mambo yasipomalizika, msimamo wa Young Africans unabakia pale pale, na ukibaki pale pale kwamba hatuchezi, it means kwamba huenda kuna hatari ya alama kadhaa kwenda kufyekwa kwao Young Africans kutokana. Lakini sasa Young Africans wanatoa msisitizo, hakuna alama yeyote ya Young Africans ambayo itakatwa. Kama yupo ambaye anadhani kuna uwezo wa kufanyika hilo jambo, asiwadanganye watu. Na kama yuko mmoja wao pengine anakaa na kuwadanganya kwamba pointi ya Yanga itapunguzwa, ndugu zangu, huyo mtu aache hayo mawazo mara moja. Hakuna pointi ya Yanga itapunguzwa, na kama yuko mwanaume kugusa pointi ya Urusi aone kumbe ya nchi ya Urusi.
Aruse na wajaribu kukuza hata nusu pointi, sio pointi 15 mbali, nusu pointi aruse, alafu ataiona nguvu ya wananchi na wazungumzaji. Hizi pointi 73 tukizipata kwa jasho sana. Haikuwa rahisi Yanga kuwa kinara wa ligi sasa hivi, na jasho limefika na fedha imetoka hapo, watu wameingia gharama, watu wamepata shida za familia zao kusafiri umbali mrefu kusupport timu, alafu kae na tai useme na kata pointi. Jaribu za pointi moja Yanga fika, jaribu. Hiki kikao hakikuisha salama. Unaelewa sasa ninachokwambia? Kikao hakikuisha salama. Unaelewa? Yaani hapakuwa na makubaliano kabisa. Kimsingi kikao kimeenda kuzalisha mambo mengi badala ya kuja na majibu au badala ya kuja na solution. Sidhani kama hichi kikao alijiandaa na solution. Na mimi nadhani sasa okay. Hii ni honest opinion yangu. Okay. Sikuona tena tija hicho kikao. Kwa sababu haya matakwa Yanga alishaongea, sio juzi, sio jana, sio lini. Yaani manake tayari mnayajua. Kama mnaitana nao kukaa nao chini, manake kuna majibu ya baadhi ya matakwa yao tayari mnayo. Umeelewa? Yes, yani kwamba tayari umeona, umesikia matakwa 1 2 3 4 5. Labda sasa ili tuitane nao tushapata solution ya 1 2 3 au hii kadhaa. Na labda tunaenda kusuggest solution nyingine kwenye yale ambayo bado hayajapatiwa ufumbuzi au hayana solution yake mpaka sasa hivi, tujadiliane nao tuone tunafanyaje. Lakini looks like wameenda kwenye hichi kikao wakiwa hawana ufumbuzi wa jambo lolote. Na ndio maana inabaki kuwa tumepokea jambo fulani, tutaenda kulichakata. Sasa hivi ni vikao ambavyo vitakavyo vifanyike awali huko kwamba okay, matakwa yenu ni nini? 1 2 3. Okay, tupeni siku 3 tuyachakate, tufanye nini, tutaitana tena chini. Unaelewa? Sasa zikiwa zimebaki siku chache kuelekea kwenye dabi. Leo tunazungumza ni Jumatatu. Dabi ilipaswa kuchezwa Jumapili. Sawa. Sasa hivi hapa inaonekana ni kama hakuna hata ukaribu wa solution ya hili jambo, kutokana na namna ambavyo kila mmoja ametoka kwenda kuelezea yake. Tumetoka kwenye vita ya maneno au vita ya baridi. Sasa hivi hapa ndo pameingia kwenye vita ya moto. Kama taasisi inaweza kusema jaribu kukata pointi. Yaani jaribu, manake kuna uthubutu unaanza kuwekwa pale. Sio kama unaelewa. Sasa hapa ni kwamba mapanga yametolewa. Hamna tena nitakupiga haipo. Yaani hapa tayari ngoma zimeanza kutolewa kwenye ala. Kwamba atakayegusa hapa tuna yeye, atakayefanya hivi tuna yeye. Sio kama unanielewa hiyo hoja hapo. Wametoka kwenye kuzungumzia mbali. Sasa hivi wako kwenye kutunishia na misuli ya moja kwa moja. Yaani kama ndo kwenye boxing tunasema tu imetoka kutengenezwa mechi, kwenye matchmaking ishatengenezwa, sasa hivi wako kwenye face off. Wako kwenye face off, wako kwenye hatua ya face off. Uzito ushapimwa, wako kwenye face off, wanatizamana kwa mara ya mwisho kabla ya kuingia ulingoni. Unaelewa hiyo point? Ndio hii wiki. Hii kwa sababu hii wiki ni hatima ya kila kitu hii. Hii ni wiki ya hatima, hamna tena mambo mengine. Sasa hichi ndio mimi nikasema kwa jinsi nilivyosikia huku na huku, sidhani kama hichi kikao kilisha salama, kwa sababu kama kuna watu wanaona mbona kama kuna agenda inageuzwa. Kionekane kama kilikuwa ni kikao salama na amani na vitu vimeenda, lakini mbona inaonekana kama it's far from that. Yaani ni mbali kabisa na hiyo. Sasa hizo ukisema mtu yoyote, hebu ni umuulize mtu yoyote ambaye atakuwa amesikia hizi sauti za pande zote mbili. Alafu muulize, unaona kuna suluhu inakaribia kupatikana hapa au unaona ndo pamezidi kuwa na umbali wa kupatikana suluhisho hili hapa? Tena nimeleta na mambo mengine. Unaona imeleta na mambo mengine zaidi. Ndio anakuambia hapa mkule, hebu tuendelee tena mbele. Hapo tutapa discuss patakuwa ni parefu sana hapa ishi. Sasa hizo watu washaanza kutoa vitu kwenye hala. Haya. Baada ya hapo muda mchache ikatoka taarifa kwamba mechi ya CRDB finali ya CRDB Bank Federation Cup inatakiwa itachezwa sasa, tarehe ikajulikana, tarehe 28. Tarehe ilikuwa iko wazi tangu. Okay. Sema uwanja na muda. Uwanja na muda. Mechi imepelekwa New Amani Complex kule Zanzibar. Saa 2 kamili usiku. 2:15. Na robo. Okay. 2:15 usiku. Sasa taarifa hiyo ikawa imewafikia Young Africans. Muda mchache Yanga wakaitisha mkutano na waandishi wa habari na wakaenda wakazungumza mengi. Miongoni mwa hayo ni haya ambayo yametokana na kikao cha asubuhi na bodi ya ligi. Lakini kikafuata sasa
kauli yao kuhusiana na mechi hii ambayo inatakiwa wakacheze. Unajua kinachonichekesha kabla hapo? Yaani kwamba unajua baada ya kile kikao Yanga walitoa tamko. Ile barua iliandikwa taarifa kwa umma sio? Lakini baada ya kuona taarifa kwa umma haitoshi. Mbona kuna vitu bado havijakaa sawa. Hebu tuweke press kabisa. Sasa iko very clear na ndio msimamo wa taasisi. Kama hiyo hela hatalipa ya ubingwa, taarifa hii ifike kwa ofisi ya katibu mkuu wa TFF, iwafikie na wenye mashindano benki ya CRDB. Yanga hawatakuja Zanzibar kucheza yote mpaka hela imeingia kwenye akaunti. Zaidi hapo hakuna maelezo mengine. Ndugu zangu wana Yanga duniani kote ambako mnanisikia, aminini msimamo huu wa viongozi wenu ni msimamo ulionyooka, msimamo usioyumba, na hayuko mwanadamu wa kutuyumbisha kwa hapa tulipofika. Tutasimamia haki yetu kwa maslahi mapana ya klabu yetu na maslahi mapana ya mchezo wa mpira miguu Tanzania. Haki yetu itapatikana na wa kuisimamia ni sisi wana Yanga wenyewe. Viongozi ambao tumewachagua kuwaweka madarakani ni viongozi ambao wamenyooka na wanasimamia kwenye haki wanayoamini klabu ya Yanga inastahili kuipata. Yanga wavumilivu sana. Wavumilivu. Unajua nimemuona sasa Tanzania anasema kanuni zinasemaje? Masanza si ndo msemaji wa Singida ambao watacheza na Yanga. Yanga wacheze ameshaanza kuulizia kanuni inasemaje. Masanza ni kama anautaka ubingwa wa mezani. Anataka ubingwa wa mezani. Sasa unajua deni langu mimi aliwezi kukamwa. Kuna vitu unajua vinashtua. Unajua? Kuna mambo ya kujiuliza hapo. Okay. Na hii ni task ambayo inabidi tukuachie mkule. Embo atafute watu wa shirikisho ili kesho tupate majibu ya kwamba hiyo pesa ilitolewa ama bado. Yes, ndio. Kutoka kwa tujue kwamba hiyo pesa kutoka kwa mdhamini kuja kwao ilishatoka ama bado. Umeelewa? Na nini kimekwamisha? Unaelewa nini kimekwamisha kwamba hiyo pesa labda haijawafikia mabingwa? Tujue kwamba ni either kwa mdhamini pesa haijatoka kuja huku au kuna changamoto gani? Unaelewa vizuri Kwa sababu msimu mwingine unakaribia kuisha ujue. Alafu sijui kama watakubali kuzungumza wadhamini. Sijui. Sina hakika kama watakubali, lakini kama atafanikiwa kupata waseme na wao declare kwamba wamefanya walitoa hiyo pesa ama wao ndo tatizo hapa. Unaelewa, tujue tatizo limeanzia wapi. Lakini ninachokiona ambaye anahofia kuharibiwa mashindano yake ni mdhamini. Ndio. Possibly anaweza kaitoa hiyo pesa. Sio atakuwa ishatoa. Anaweza kuitoa hiyo pesa kwa ajili ya mechi ya tarehe 28. Kwani hebu jaribu kuzungumza tena. Samahani, jaribu kuingia hapo. Bingwa wa shirikisho anachukua shingapi FA? Ni pesa ndogo sana kwa mdhamini wa hiyo tournament. Ni pesa ndogo ambayo anaweza akaitoa tena kwa ajili ya kurescue. Kama ana mkataba kwenda msimu unaofuata. Hiyo ni kitu cha kujua. Ulikuwa ni zaidi ya miaka 3. Maana yake kama ana mkataba wa mwaka mwingine na uhakika kabisa hii pesa anaweza akaitoa kurescue finali ya tarehe 28. Kwa sababu hii sitajilipa kwenye msimu unaofuata. Kama mlichukua hapa na mkulipa. Na kama ni yeye ndo wakulipa basi maana yake lazima ataitafuta popote ilipwe ili mechi ichezeke. Hakuna mdhamini atakubaliana na kama ndio hivyo, ina maana kuna usimamizi mbovu. Mimi nafikiri bingwa na hapa kwenye usimamizi mbovu, ngoja kwanza kidogo. Endelea. Yaani na nikisema kama ni usimamizi mbovu, yani hapa anayesimamia ni nani? TFF ndio anasimamia. Hawezi kuzikwepa hizi lawama. Kwani kazikwepa? Wewe unapomwona kazikwepa. Hebu atoke mbele basi na yeye ajinawe mikono kama bana mimi sijapokea chochote kutoka kwa mdhamini. Sasa ndio maana nimekwambia zungumza na watu wa federation tusikie wanasema nini. Waweza kwa wanasema hivyo kumbe ni mdhamini. Huu ni msimu wa 2024-25. Bingwa anakula milioni ngapi? Na Yanga wanasema wameandika barua mara kibao sana. Sawa. Si ndio taasisi zinavyowasiliana?
yani mawasiliano ya taasisi kwa taasisi ni barua au email. Yani, hapo tunamwongelea Yanga Afrika na kwenye ligi hii tunasema kwamba hizi timu kubwa zinabembelezwa. Sasa imagine hapo bingwa ni Yanga, hela imefika hivi. Hebu jiulize marefari, jiulize hizi timu za kawaida za daraja la kati ambazo labda sauti yao sio kubwa kukompea na huyo Yanga ambaye kila siku tunasema hapa kwamba kutokana na ukubwa wao kuna baadhi ya favor wanazipata mwaka mzima hajalipwa pesa ya ubingwa. Na let's say labda Yanga asingefika finali, let's say labda angetolewa robo finali, manake hapa sasa hivi anaweza akasema kwamba mkitaka nicheze nilipeni hiyo pesa na nacheza, kwa sababu tayari unasema Yanga asingefika finali. Yanga sikishafika finali. Sema Yanga asingetibuliwa leo. Ndio kilifanya toke. Yaani ndio kichomfanya azungumze kwamba wakana leo katibuliwa huko alikotoka. Kwa asingetibuliwa leo. Asingetibuliwa leo. Manake hayo usingeasikia. Unapata funzo gani kutokana na haya katika mpira wetu? Mimi. Funzo nalipata kwenye hili. Kitu gani ambacho unakinotice kuhusiana na mfumo mzima wa football ya Tanzania? Ni kwamba kuanzia ngazi ya vilabu mpaka juu kabisa kwenye mamlaka ambazo zina dhamana ya kusimamia mpira mchezo wa sifa. Kuna hiyo kauli watu wako waelewa. Kwa scenario yote ya dabi kutokuchezwa na simu ambazo zimepigwa na yani unazungumza habari ya dabi kutokuchezwa. Hapa kuna wakati Nasri alikuwa anasema msimu huu umeharibiwa. Alafu kama vile watu wako walisema mapema sana, unajua msimu umeharibiwa. Alafu unajua sidhani kama naye alikuwa anasema kwamba kuna haya mengine anayafahamu. Lakini yeye tu kuna vitu alikuwa anaviona, anaona mbona kama msimu shaharibika msimu. Sasa yeye pale kitu kwa kinamsukuma kuzungumza vile ni yale alikuwa anaona kwa waamuzi. Lakini sasa pata picha, anaanza kujua na haya mengine. Ni namna ambavyo hivi vitu vinavyo unfold vina backup kile alichokuwa anakizungumza yeye kwa wakati fulani. Kwa hiyo mpira bado una safari ndefu sana. Na nilidhani kwamba tumetoka huko. Kwa sababu kuna wakati miaka ya nyuma unajua bingwa wa ligi alikuwa alipo, unakuta pesa yake hajapokea ubingwa mpaka akaingia kwenye msimu mwingine. Sio hiyo tu. Alafu kuna muda unasikia mambo ni mengi. Unajua mambo ni mengi. Kwa hiyo actually unatamani kuna baadhi ya vitu vile vinatatuliwa ili tuanze kuepukana navyo. Mimi najaribu kufikiria kwamba wa Champions League ama wa Europa League hajachukua mzigo wa msimu uliopita. Sometimes unajua na tunajifanya